lakini kila mmoja anapaswa kuwajibika. Hii haiwezi kuwa hali ya kawaida ya Simba Sports Club alafu tukasema tu ni mpira. Kwanza lazima wachezaji wajiulize wao wenyewe wanafanya nini tena, au ndo ukifungwa hata vidudu vinakuwa vikuheshimu. Wachezaji kwanza wao lazima waanze kwa kujitathmini. Mchezaji mmoja anafanya cha kutosha, anaisaidia Simba ipasavyo. Ubora anaoonyesha ni ubora wa hadhi yake na ni ubora wa hadhi ya Simba. Namna ambavyo anajituma kwa kulingana na mahitaji ya Simba. Namna ambavyo anajituma kwa ubora wa Simba Sports Club. Lazima kila mchezaji mmoja kwanza, kabla ya kufika kwenye timu kwa ujumla, lazima kila mchezaji mwenyewe ajifanyie tathmini. Lazima ajiangalie ubora aliokuwa nao unafanana na ubora unaotakiwa ndani ya Simba Sports Club. Work rate ambayo anaitoa kwa ajili ya kupambania Simba yake inafanana na kile ambacho kinatakiwa. Lazima tujitathmini hivyo ili tuweze kuamka hapa tulipo na twende tunakoelekea kuzuri zaidi. Tumeshapoteza alama 5 mpaka sasa, ni jambo baya kweli kwenye vita ya ubingwa, hasa kwenye ligi ambayo unaweza kukutana na timu chache ambazo ni ngumu. Kwa hiyo kwanza lazima wachezaji wa Simba Sports Club wafanye tathmini wao kwa wao. Lazima mchezaji mmoja afanye tathmini ya kujiuliza, je, anachokitoa kinastahiki kwa Simba Sports Club? Ukiangalia mchezo leo, pamoja na kwamba tulitengeneza nafasi nyingi na tulikuwa bora kipindi cha kwanza, lakini kuna wakati ulikuwa unaona inatakiwa nguvu kubwa zaidi, unatakiwa watu wapambane zaidi, hasa baada ya Mtibwa kusawazisha. Lakini uione hiyo ari, unaona watu wako down, watu wanacheza kama tayari tunaongoza goli 1 ama goli 2. Yani watu unaona kabisa hawana ile moyo ya kupambana, hawana ule mzuka wa kutafuta goli, hawana yani ile speed, yani ile njaa ya Simba hauioni kila ambapo wanapata mpira. Matokeo yake tumepata sare, ni matokeo mabaya, lakini hili halipaswi kupita hivi kwa sababu tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Hii ndio kwanza mechi ya 6. Bado tumebakisha michezo takriban 24 ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo lazima kila mtu hapa ajifanyie tathmini ya kina. Ukitoka kwa wachezaji, lazima benchi la ufundi lijitathmini la wenyewe kwamba je, tunachokifundisha mazoezini ndicho kinaonekana kwenye mechi? Nani afanye vile ambavyo tunaelekezana na kwa nini, ili tutafute njia ya kwenda mbele zaidi. Lakini kwa upande wa viongozi vile lazima tukae chini tuangalie shida ni nini. Unapoteza mechi 2 za ligi kuu ya NBC, unapoteza dhidi ya Azam. Unaweza ukampa heshima Azam kwamba ni mpinzani mgumu, lakini unakuja unapoteza dhidi ya Mtibwa Sugar. Sio timu mbaya, sio timu ngumu, lakini timu ambayo Simba unastahili kushinda dhidi ya Mtibwa Sugar kutokana na aina ya wachezaji ulioko. Kwa hiyo lazima kila mmoja ajifanyie tathmini hapa, kwa sababu tunakoelekea ni kugumu zaidi. Hatuwezi kusema twende hivi tu bila kufanya tathmini yoyote na kuangalia wapi tuko sawa, wapi hatuko sawa, wakati huko tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Moja kati ya maeneo ambayo ni rahisi sana kufanya maamuzi baada ya tathmini fupi ni eneo la uchezaji. Na hii shida ya Simba haijaanza leo. Hata kwa upande wa wachezaji wengi wanaletewa lawama. Ni muda wake huu kusajili, lakini pia na kufagia. Mmefikia wapi, ama kuna kitu ambacho mmekiona kwenye tathmini ambayo kabla ya kufagia sio solution sana. Kabla ya kufagia lazima uangalie hawa waliokuepo, kwa nini wameshindwa kudeliver, kwa nini hawakupi unachokihitaji, kwa nini hawatoi kinachostahili kwenye timu yako. Kwa lazima kwanza, kabla unaweza kufagia ukaleta mwingine bado akawa vile. Hakuna hata mchezaji mmoja mbaya wa Simba, lazima hilo tukubaliane. Katika timu ambayo ina wachezaji bora, ina wachezaji wazuri, very skillful and talented, Tanzania hii ni Simba Sports Club. Tuna wachezaji mmoja wenye vipawa na vipaji vikubwa kweli. Lakini kwa nini hatuvioni kwenye mechi? Kwa nini hatuvioni kwenye mashindano mbalimbali? Sasa kabla ya kufagia, lazima tujue bana, kwa nini hatupati the best out of you, wakati sisi tunajua wewe una ubora uliokuwa mkubwa.
kwa nini wewe tulivyokuzoea sivyo tunavyokuona hivi sasa? Tukipata majibu hapo, hata kama unasema unafagia ukiwa na solution, au unaweza ukaamua usifagie, lakini atakayekuja kwa maana yule aliyokuwepo ukaondoa zile sababu na akarejea kwenye ubora wake. Semaji, kuna minong'ono mbalimbali inaendelea. Umejipangaje mwenyewe kuweza kuzima maneno mbalimbali sasa? Minong'ono gani? Wengi hata sana mashabiki wenu kwamba mwendo mnavyoenda. Minong'ono iwe specific. Ukizungumza minong'ono ndio minong'ono. Okay, sawa, minong'ono ambao wanalalamika kwamba mwendo wa klabu si mzuri. Sio mzuri. Si tumepata sare leo dhidi ya Mtibwa Sugar, tulipoteza mechi iliyopita. Tulitolewa kwenye Kombe la Mapinduzi. Ni kweli matokeo sio mazuri, lakini matokeo sio mazuri ndo nimesema hapa lazima tufanye tathmini, lazima na hii tathmini kabla ya mimi sijakufanyia wewe, anza wewe mwenyewe bana. Mimi mchezaji wa Simba Sports Club, ninachokitoa kinafanana na Simba, ninavyocheza ni hadhi ya Simba, na huu ndio ubora wangu mimi, na hapa ndio mwisho mimi kujituma. Kama huyu sio mimi, kwa nini huyu anacheza namna hii? Mtu mwenyewe wanasema, hata Mwenyezi Mungu anasema haibadilishi nafsi ya mtu mpaka aibadilishe yeye mwenyewe. Kwa hiyo ianze na yeye mwenyewe kwamba mimi nani? Kwa mfano mimi Ahmed Ally, ninachokicheza Simba ndicho kinachotakiwa Simba kwa hadhi ya Simba. Huu ndo aina ya mpira ambao mimi ninaocheza. Ninavyojituma hivi ndio mchezaji wa timu kubwa anatakiwa kujituma hivi. Ianze hiyo ya mtu kwa mtu, yani mwenyewe kwa mwenyewe. Baada hapo naamini kila mtu atajifanyia tathmini na atajiweka katika nafasi ya kufanya mabadiliko. Hauamini kama muda ni mchache kwenye kufanya tathmini? Wala Kishaanza kupata maingizo mapya ndani ya kikosi. Muda wala si mchache sana. Muda haujawahi kuwa mchache kwenye kufanya kitu chanya. Mtu anaweza akajifanyia tathmini leo, mechi inayokuja akawa mpya kabisa baada ya kujiridhisha kwamba yule anayecheza chini ya kiwango sio mimi. Habib, baada ya leo mnaelekea sasa, kitu kinachofuata ni ligi ya mabingwa barani Afrika, na ukiwatazama mashabiki wengi wa Simba leo bado pia wapendezwe na kinachoendelea. Hii ni taswira gani kuelekea mchezo wa kimataifa? Mwalimu Steven Becker amepata mechi yake ya kwanza ya kimashindano. Inawezekana mechi za Kombe la Mapinduzi kuna kitu alikiona, lakini leo kwenye mechi hii ya mashindano kuna kitu vile vile atakuwa amekiona. Alichokiona leo ndicho cha ukweli zaidi ambacho kinampa taswira kuelekea mechi yetu dhidi ya Esperance. Hatuwezi kuahidi chochote. Mimi siwezi kuahidi chochote kuelekea kwenye mechi hiyo ya Esperance, lakini lazima niseme ya kwamba tunakwenda kukutana na mechi ngumu kweli kweli, sio tu kutokana na ubora wa mpinzani tunakwenda kucheza naye, lakini kutokana na aina ya mpira ambao tunacheza Simba Sports Club. Sio mpira wa kuridhisha, sio mpira wa kufurahisha, na sio mpira wa kutia matumaini. Unajua kuna mechi ukiangalia, nasema anyway, pamoja na kwamba tumetanguliwa, lakini kwa hii spirit tutapata matokeo mazuri muda wowote. Lakini kwa Simba ni tofauti. Hata kama unaongoza goli moja, lakini ukiangalia timu namna ambavyo inacheza, unasema bado hatujacheza kwa kuridhisha kiasi cha kutoa matumaini. Kwa hiyo tutakwenda kucheza na Esperance, lazima vitu vingi sana vibadilike. Lazima mabadiliko yaanzie kwa mtu mmoja mmoja. Kila mtendaji wa Simba lazima afanye mabadiliko hii leo kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 23 siku ya mchezo wetu dhidi ya Esperance. Vinginevyo yatakuwa mengineyo. Kumbe bwana sio Morris Abraham. Wana Simba walikuwa na hofu ya bure. Wale ambao wanasema tunabomoa, tunamtaka sio yeye. Mtangaza goalkeeper. Ilikuwa inawezekana, ilikuwa haiwezekani, ama walikuja wakashindwa kumpata nani? Morris Abraham. Morris hawezi kuondoka Simba. Amna timu yenye hadhi ya kumiliki Morris Abraham. Okay. Lakini hawakuja kubisha hodi. Sijui sasa mchezaji mwenye mkataba mrefu huwezi kubisha hodi. Labda kama alibisha kisirisiri. Sisi hatuwezi kuwa na hofu na mchezaji mwenye mkataba. Simba anaweza kaeka hata kama una mkataba. Hela bwana wewe. Kipa wa Nigeria alafu Nwabali. Linakuja kweli Msimbazi ile? Sidhani.
matokeo kwanza hatukuyatarajia, lakini ungeweza kuyategemea kutokana na aina ya mpinzani ambaye tunakutana naye, kwa maana ya Mtibwa Sugar. Unaweza ukaidharau Mtibwa Sugar, lakini haiondoi ukweli ya kwamba ni timu nzuri, ina vijana wengi wadogo ambao wana uwezo wa kufanya chochote. Kijana akiwa mdogo hana pressure kubwa, haofii kukosea, haofii kuharibu, na ana uwezo wa kucheza kwa muda mrefu kwa ajili ya kutafuta kitu, na ndicho ambacho kimetokea hii leo. Kipindi cha kwanza ama dakika za mwanzo takriban 30-25 hivi tulikuwa kwenye ubora sana, tukatengeneza nafasi nyingi sana, lakini tukashindwa kuzitumia. Pale ambapo tulishindwa kuzitumia hizo nafasi, ndipo ambapo Mtibwa Sugar wakauchukua mchezo na kuweza kutawala. Na kwa kuwa ni vijana wadogo ambao wana uwezo mkubwa wa kukimbia, kucheza, kupasiana, wana uwezo mkubwa wa kufanya kila kinachowezekana uwanjani, wakauchukua mchezo na wakafanya kile ambacho wanaweza kufanya, na wakabahatika kuchomoa goli moja na ngoma ikaisha kwa sare ya bao 1-1. Ni matokeo mabaya, alafu ni matokeo mabaya ya mfululizo ambayo kusema kweli yanaumiza. Ukiangalia tupo kwenye vita kubwa ya kupambania ubingwa wa ligi kuu ya NBC, kupambania kurejesha heshima ya mnyama, lakini kwenye hizo nyakati ambazo unatakiwa kuamka na kuchukua alama kwa ajili ya kurejesha confidence ya timu, ndipo ambapo mnajikuta mnaangusha tena dhidi ya timu ya aina ya Mtibwa Sugar. Ni matokeo mabaya. It's not a game, it's a rich thing.